Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji na msikilizaji. Hii ni Promova TV na kipindi hewani ni ushuhuda. Siku nyingine wa saa mwingine tayari kabisa kwa ajili ya darasa. Leo tuko na mgeni ambaye tumekutana naye kwenye darasa letu hili la ushuhuda kwa ajili ya kujifunza kupitia ushuhuda wake. Yako mambo mengi sana ambayo ameyapitia katika maisha yake. Anajulikana kama mtumishi Steven Majaliwa, mtumishi wa Mungu ambaye kabla ya kuwa mtumishi wa Mungu tunamuita mwinjilisti. Kabla ya hapo alikuwa na historia kubwa sana ya utumishi katika upande mwingine. Yeye alikuwa ni Muislamu kabisa na ametumika sana huko, masuala ya uganga wa kienyeji, masuala ya kufuga majini, masuala kwa upana wake, masuala yote ya majini pamoja na dawa za kienyeji, maagano na vitu vyote hivyo amevifanya kwa upana mkubwa sana kwa miaka mingi sana. Lakini leo tunavyozungumza ni mtumishi wa Mungu ambaye amempokea Yesu Kristo na anamtumikia kama mtumishi wake. Yako mengi ya kujifunza kupitia kipindi hiki iwapo utachagua kwenda nasi mpaka mwisho, tamati kabisa ya kipindi hiki. Karibu tuende wote mpaka mwisho. Jina langu mimi ni Jackton Msafiri, lakini yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo, picha, sauti unazipata vizuri, yeye ni David Robert. Tuende wote mpaka tamati. Usiondoke na hakikisha ukipata linki hivi unashare kwa watu wawili watatu kwa ajili ya kueleza kwamba kipindi cha ushuhuda kipo hewani ili nao waweze kupata hili darasa ambalo unalipata siku ya leo. Na kama ni mgeni hakikisha una subscribe kwenye channel yetu hapo. Bonyeza neno subscribe ili uendelee kupata taarifa zetu kwa ukaribu zaidi, na pia ukipendezwa una like, una comment hapo, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Karibu sana. Yes. Karibu tena. Kama ambavyo nimekujulisha katika utangulizi, mgeni wetu ndio huyu hapa ambaye tuko naye katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Namshukuru Yesu. Tunafurahi sana kuwa nawe leo kwenye kipindi chetu cha ushuhuda. Najua imekuwa ni muda mrefu tunajaribu kutafutana huku na kule, lakini kwa wakati wa Bwana leo tumekutana bila shaka. Amina sana. Amina. Hebu tuanze kwanza kwa kutambua majina yako na umsalimu mtazamaji hapa. Nashukuru sana mpenzi mtangazaji. Majina hapo awali nilikuwa naitwa Ustadhi Rajabu Maulidi Majaliwa. Lakini kwa neema ya Kristo, kwa sababu Yesu alituchagua na akatuita ili tumtumikie. Alinipa jina hata kabla sijaokoka. Sasa hivi naitwa mwinjilisti Steven Maulidi Majaliwa. Okay. Kwa ufupi tu, nimezaliwa pale Kigoma Ujiji. Na nimepata neema na kibali cha kumtumikia Mungu. Leo namtumikia Mungu. Lakini pia ni mwinjilisti ngazi ya kanda ya Ziwa Mashariki kwa wale ambao ni wenyeji wa Mwanza. Kwa pale jimboni kwetu ni mwinjilisti ngazi ya jimbo wilaya 2, lakini pia ngazi ya kanda. Nimepata neema kupandishwa ngazi ya kanda kwenye kanisa letu la AGT Marehemu Moses Kulola. Kuna idara inaitwa Tebe. Kwa hiyo pia ni mwinjilisti ngazi ya kanda ya Ziwa. Namshukuru sana Bwana kwa sababu alinijua na akanita. Okay. Amen. Muda gani sasa umepita tangu umempokea Kristo? Ni takriban miaka 10 na sehemu. Miaka 10 na sehemu. Ni wastani miaka 10 tangu nilipompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Na kabla haujaokoka umetumika kule kwa muda gani? Nimekaa zaidi ya miaka 25. Miaka 25. Nikimtumikia shetani. Wow. Sawa. Binafsi mimi sina shida sana na muonekano wako, lakini mimi majibu ninayo, lakini kuna mtu mmoja mtazamaji hapo ambaye akiona atakuwa ana maswali mengi kujiuliza. Umeokoka, ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, umevaa kanzu na kibagarashia. Hii inamaanisha nini? Kanzu ni vazi tu kama vazi lingine, lakini pia kibaragashia ni vazi tu kama vazi lingine. Kwa sababu huu ni swali zuri, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakihoji sana wanapoona mtu amevaa kanzu au amevaa kibaragashia, wanachukulia kwamba mavazi haya ni mavazi ya aina fulani ya imani au aina fulani ya dini fulani. Lakini ni mtazamo ambao ni tofauti, kwa sababu ukiangalia hata kwenye Agano la Kale kwenye Biblia tunaona watumishi wengi ambao waliitwa na Mungu walikuwa wanavaa mavazi haya, mavazi ya kanzu. Na lakini pia ni utamaduni wa Mashariki ya Kati. Ukiangalia Mashariki ya Kati
chanzo cha kuvaa kanzu ni kwa sababu ya jiografia iliyokuwa pale, joto kali na maeneo ya jangwa, lakini pia kibaragashia walikuwa wanavaa kwa sababu ya jua la utosi, yaani pale kuna jua kali sana. Kwa hiyo wakawa wanavaa kibaragashia kwa ajili ya kuzuia mwanga wa jua. Lakini pia wakaona upepo ni mwingi. Sasa kwa sababu ya ule upepo wakawa wanachukua kilemba. Ndio wakawa wanafunga kile kilemba ili kisaidie kuzuia kibaragashia kisipeperuke. Kwa hiyo haya sio mavazi ya dini fulani. Kwa maana hata Yesu alivaa kanzu. Na kibaragashia? Kina Haruni alivaa kanzu. Kibaragashia ni? Sasa kibaragashia kama nilivyosema ilikuwa ni kuzuia mwanga wa jua. Kwa hiyo mtu yote anaweza kuvaa, sio vazi la dini fulani. Yes. Lakini kwa utaratibu hatimaye mwisho wa siku imekuja kuzoeleka kwa utamaduni wetu. Sasa tunasema kwa eneo fulani ni sawa, lakini kwa utamaduni wetu mwisho wa siku imekuja kuzoeleka kwamba wanaovaa kanzu kibaragashia hawa ni Waislamu. Wewe halikusumbui ama kupata maswali sana kwa watu na kwa nini unapendelea kuendelea kuivaa? Nashukuru kwa swali zuri. Kwanza kabisa nitaka nimtoe hofu mpenzi mtazamaji kwamba yamkini nikasema nilikuwa katika imani fulani asielewe na asiamini kwamba nilikuwa katika imani hiyo. Ndio maana nikaona kwa leo niweze kuvaa, japo huwa navaa mara moja nilipokuwa kibaragashia. Unajua kuna siku moja nimeenda kanisani pia nimevaa kibaragashia, watu wakashangaa sana. Wakawa nimevaa kanzu, nimevaa kanzu peke yake. Watu walishangaa sana mpaka unajua ni uelewa ndio kama nilivyosema hapo awali. Kwa sababu haya mavazi ukienda hata Oman, leo Oman napata na wengi wako Oman, wengine wako Pakistan, wako Saudi Arabia, lakini wao kule ukifika wamevaa kanzu na vibaragashia na vilemba na ameokoka. Anampokea Yesu kwa sababu ni utamaduni wa nchi fulani. Nchi kama zile unakuta utamaduni wao lazima uvae hivyo. Kwa hiyo ukiokoka, hata kama umeokoka uweze kusema kama mimi nimeokoka. Kwa hiyo lile vazi haliwezi kuondolea utakatifu wote, kwa sababu hili ni vazi kama vazi lingine. Ndio maana Yesu akasema ole wao maandishi Mafarisayo wanafiki ambao wanaosha kikombe kwa nje wakati ndani kumejaa uchafu. Kwa hiyo kuvaa kanzu nzuri nyeupe na nini sio utakatifu. Utakatifu unaanzia ndani. Amen. Kwa utambulisho tu haina shida. Amen. Na pia ulikuwa unavaa kwa sababu ya kulireti ama ifanane kwamba ulikuwa kweli Muislamu na sasa umeokoka. Hiyo nilitaka niweke wazi hapo kwa ajili ya mtazamaji ambaye pengine atakuwa na maswali kama hayo. Nimesema binafsi sina shida, lakini najua kuna watu inaweza ikawapa shida. Sababu pia lazima tufahamu kuna shehe mmoja ambaye ameokoka sasa, mfano huo. Ameokoka na alikuwa mchungaji. Yani alikuwa ni mchungaji ambaye ameamua kusilimu. Mchungaji kabisa, alikuwa mchungaji ameamua kusilimu. Alafu akaendelea kuvaa kola akitembea huku na huku. Hiyo ni sawa. Amevaa nguo ambazo ukiona unasema priest, huyu ni mchungaji, huyu ni askofu. Amevaa ile inayomtambulisha kwamba ni askofu, lakini amekwisha slimu. Je, hiyo haileti shida yoyote? Sawa. Sawa, nashukuru kwa swali zuri. Unajua bado tutarudi pale pale kwenye mitazamo. Vazi kama vazi kweli ni utambulisho, lakini hatuwezi tukasema kwamba moja kwa moja kwamba mtu amevaa vazi fulani ya kwamba sasa kwa sababu amevaa ile vazi ndio itambadilisha imani, japokuwa jamii itamtambua tofauti. Yes, jamii itamtambua tofauti kwa sababu kama mavazi yale ya kichungaji au ya kiaskofu ambayo yanakola yanawakilisha kwamba huyu mtu anatumika kwenye mfano. Nakumbuka Mwaipopo. Mwaipopo alikuwa Mkristo, lakini baadaye akasilimu akawa Muislamu. Kuna wakati alikuwa anahubiri kwenye mkutano, anaenda kwenye mkutano Bidaharo ile. Anaenda amevaa kola kabisa. Yaani lengo lake lilikuwa ni kutambulisha kwamba mimi nilikuwa wapi. Yaani ni utambulisho tu. Lakini sidhani kwamba ina effect yoyote. Amen. Sawa. Haya, mtazamaji na msikilizaji ambaye unasikiliza hapo, isikupe tabu hapo. Tulikuwa tunajaribu kuweka jambo moja sawa tu katika masuala ya mavazi ili isituharibie hapa ushuhuda. Tu focus kwenye ushuhuda, lakini ukiwa una amani. Sasa wewe ambaye unasikiliza ama kutazama, tuko tayari kwa ajili ya kusikiliza kuhusu ushuhuda wako. Umejitambulisha wewe ni mwenyeji wa Kigoma na sasa hivi ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti, unatumika kanisa la EAGT. EAGT wapi? EAGT kanda ya Ziwa, nipo Mwanza. Yes. Sawa. Hebu tuanze kupata historia ya ushuhuda wako mpaka tunakutana hapa. Nimeshamdokeza mtazamaji kwamba kuna ushuhuda. Amen.
tueleze kuhusu ushuhuda wako, ilikuwaje mpaka ukampokea Kristo? Karibu sana. Amina. Nakushukuru mpenzi mtangazaji na msikilizaji ambaye ananitazama kwa kipindi hiki. Kwanza kabisa ushuhuda wangu mimi utaanzia kwenye historia ya familia yetu. Unaanzia kwenye historia ya familia yetu, na historia ya familia yetu kama watu wengi wanavyoelewa ya kwamba historia ya familia huwa inaanzia kwa mzazi, hasa kwa baba. Historia ya familia yetu kama nilivyosema hapo awali, tumekaa imani ya Kiislamu, lakini before baba yetu alikuwa ni mvuvi katika ziwa Tanganyika, lakini asili ya baba yetu ukifuatilia huku nyuma anatokea kabila la Wakaranka. Ili kabila liko Kongo DRC, lakini pia walihama, wale wazee wao walihama kipindi cha zamani kabisa, wakawa wamehamia mwambao wa ziwa Tanganyika. Baadaye wakaenda wakaweka makao maeneo sehemu moja inaitwa Kalinzi. Ukifika pale Kalinzi utakuta eneo moja linaitwa Kisozi. Hata ukifika ukauliza pale ukoo wa mzee Majaliwa, utakuta ukoo wetu uko pale, ukoo wa mzee Majaliwa, na baba yetu ndio chimbuko lake liko pale. Sasa huyu baba alipokuwa anafanya shughuli zake za uvuvi wakati wa ujana wake, unajua kama mpenzi mtangazaji unavyoelewa, shughuli za uvuvi 90% huwa zinahusishwa na ushirikina. Ushirikina nasikia. Yes. Kwamba lazima ufanye ushirikina ili uweze kupata samaki, lakini pia baharini kunakuwa na maruelue mengi sana. Okay. Kuna watu wanauawa, vyombo vya usafiri vinazamishwa. Ni kwa sababu ya ushirikina ambao unaendelea kwenye ziwa. Ni asilimia chache sana ambazo watu wanavua, lakini hawatumii ushirikina. Okay. Sasa na yeye pia akawa anaendelea kufuatilia ushirikina, lakini huko nyuma ukifuatilia historia ya ukoo wa baba yetu, ni familia ambayo iliishi kwa kutegemea shughuli za uganga. Walifanya sana shughuli za uganga, kwa hiyo walikuwa na maagano ya uganga kwenye historia yao. Sasa hiyo hali ya kufuatilia ushirikina, siku moja, historia inaanzia hapa. Siku moja baba ametoka, unajua wavuvi huwa wana vipindi tofauti tofauti. Yaani kuna kipindi wanasema cha giza kule kwetu, kipindi cha giza, lakini pia kuna kipindi cha ndenga, wanaitwa ndenga, yaani maana yake samaki wanakuwa hawapatikani. Lakini kipindi cha giza samaki wanakuwa wanapatikana sana. Sasa ikafika kipindi ambacho ametoka kuvua, amerudi, samaki hawapatikani kipindi hicho. Sasa amefika pale nyumbani akiwa ni kijana bado hajaoa. Alikuwa ni kijana kabisa bado hajaoa. Sasa akawa na shida kama shilingi 50,000 hivi. Akawaza kwamba nikipata hii shilingi 50,000 itanisaidia kuweza kutatua changamoto fulani, kama unavyoelewa mpenzi mtangazaji kwamba changamoto za kibinadamu. Akawa amelala usiku. Wakati amelala usiku, ameamka asubuhi, wakati ameshika suruali, amevaa suruali yake kama kawaida alikuwa amevaa. Wakati anatembea tembea akajikuta anashika hivi mfukoni, anakuta kama kuna vitu kama fare, kama vitu fulani. Kuja kuingiza mkono mfukoni akakuta shilingi 50,000, ile ambayo alikuwa anahitaji. Kwamba ningepata shilingi 50,000 ingenisaidia kufanya kitu moja mbili tatu. Kwa hiyo alipoiona ile hela akashangaa, akasema hii hela imetoka wapi? Hakujua ilikotoka. Kwa hiyo akawa na maswali kwamba yamkini labda kuna sehemu nilisahau, yamkini nilikuwa nimeiweka, lakini akikumbuka alikuwa na shida na hela na hakuwa na hela. Sasa hela imetoka wapi? Kwa hiyo hakujua. Amelala usiku. Baada ya kuwa amelala usiku, alitokewa kwenye ndoto. Unajua tunapolala usiku wakati mwingine tunaona ndoto za aina mbalimbali. Lakini akatokea kwenye ndoto akaona mwanamke mmoja anakuja. Yule mwanamke wakati anakuja akamwambia, akamwita mzee Maulidi. Akaitika. Alipoitika akamwambia, mimi ndio nilikupa hizo fedha. Sasa unajua sio rahisi mtu kuelewa kwa sababu ni ndoto. Kila kadhani kwamba ni ndoto. Na akamwambia kwamba mimi nimekupa hizo fedha, na ukikubali kuwa na mimi nitakupatia fedha nyingi zaidi ya hizo. Sasa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza. Sasa akashtuka. Aliposhtuka hakuelewa kile kilichotokea, kadhani kwamba ni ndoto. Amelala mpaka asubuhi. Imefika asubuhi, akaendelea na shughuli zake. Zimepita siku kadhaa. Sasa unajua mahitaji ya waga hayaishi. Imefika wakati anatamani tena akipata fedha kama shilingi 100,000, anasema ningefanya jambo fulani. Akashangaa siku hiyo amelala usiku. Asubuhi anatandika kitanda, anakuta kwenye mchego ule wa kuchegemea anakuta shilingi 100,000 kama na 20 hivi.
Akasema hizi hela sasa zimetoka wapi? Au ndio mchezo kama ule uliotokea mwanzo? Kwa hiyo akasema sasa hamna jinsi, kwa sababu nahitaji na nina shida. Hichi kitu ambacho nakizungumza hapa kilichomtokea baba atakuja kuzungumza huko mbele, hata mimi kiliwahi kutokea. Okay. Yaani iliwahi kutokea kama vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa akasema nikipata hii fedha itanisaidia kufanya hivi. Sasa akaiona ile fedha kwenye mtu. Akasema hii ni nini? Mbona sielewi? Lakini akaichukua tu ile fedha kwa sababu kwenye elimu ya Kiislamu tulikuwa tumeshafundishwa kuna elimu inaitwa elimu faraki, lakini pia ukisoma Qur'ani sura ya chini inazungumzia wazi habari ya majini kwamba majini yalipokea nini? Qur'ani. Wakati Muhammad anapokea zile aya, anashushiwa zile wahai. Ule wahai ambao ni aya za Qur'ani, majini yalikuwa kundi moja la majini. Hata mpenzi mtazamaji hapo akienda akapitia sura ya Jinn aya 72 atakuta inasema kundi moja la majini lilisikia nini? Qur'ani. Wakati Muhammad anaipokea nini? Qur'ani. Likasema hatutamshirikisha mtu yoyote na Mola wetu, maana hakika tumeiamini hii Qur'ani inatupeleka katika uongofu. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini katika imani ya Kiislamu kwamba majini yapo mema na yapo mabaya. Kwa hiyo moja kwa moja baba alipata picha kwamba yamkini hili ni nini? Ni jini. Na ni jini jema. Kwa sababu jini ambalo linakuja kunifanikisha ni jini jema. Tuliamini hivyo. Japokuwa ukisoma Qur'ani pia inakataa, inasema kwamba majini mema haiwezi kumuingia mtu. Si unanielewa? Jini lolote hata kama ni jema haitaki kumuingia nani? Kumuingia mtu. Lakini majini mabaya ndio yanaweza kumuingia nani? Mtu. Lakini sisi tulikuwa tunaamini kwamba jini linaweza kufanikisha, kwa sababu jini linaweza likakupa utajiri, jini likakupa mali, jini likakusaidia kwenye changamoto moja mbili tatu, jini likakulinda. Kwa hiyo wakati mwingine tulikuwa tunafanya namna fulani ya kufikiza uvumba, maudi, tunachoma zile nyudi, tunasoma dua, tunaita majini na yanakuja. Wakati mwingine yanatokea kabisa. Yanatokea wazi kabisa. Ukisoma dua, majini yanashuka, yanakuja kabisa katika ulimwengu wa mwili, kwa sababu jini halina mwili. Jini tunasema ni roho, lakini lina uwezo wa kuvaa mwili. Na likatokea na likaongea na mtu, likasema na mtu. Sasa hiyo vitu tulikuwa tunaamini hivyo kwamba hivyo vitu vipo. Lakini nitakuja nizungumzie hapo baadaye. Huyu baba akasema yamkini kweli huyu ni nini? Ni jini. Akatumia zile fedha. Amelala usiku, yule mwanamke akamtokea tena. Alipomtokea akamwita, akimtokea anamuita jina lake, Maulidi Majaliwa, anaitika. Akiitika anamwambia, unaona zile fedha ambazo uliziona kwenye mchego wako? Zile fedha mimi ndio nimekupa. Nilikwambia ukikubali kuwa na mimi nitakutajirisha, utafanya mambo makubwa sana. Lakini pia likasema kitu kingine. Likasema na sio kutajirisha tu, kwanza utakuwa mganga wa kienyeji mkubwa sana Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo katika kuwa mganga wa kienyeji nitakufanikisha, utakuwa tajiri mkubwa. Sasa baba hakuelewa haraka, akasema sasa inakuwaje? Lakini pia kitu kingine ambacho kilimshtua zaidi, lile jini lilisema kwamba ninataka tufunge ndoa mimi na wewe. Ukubali kufunga ndoa mimi na wewe, ili tufunge agano, kwa sababu lilikuja jini la kike. Kwa hiyo likasema nataka tufunge ndoa mimi na wewe. Kwa hiyo ile ndio iliyosababisha baba ashtuke. Unajua hata binadamu yeyote anayesikiliza sio rahisi kukubaliana. Unajua jini tumekuwa tukisikia jini, imani zingine zinasema majini ni mashetani. Sasa hiyo nimeikuta katika imani ya Kikristo kwamba majini yote ni nani? Ni mashetani. Kwamba ni malaika walioasi mbinguni, sawa sawa na kitabu cha Ufunuo ile 12:7. Kwamba kutokea vita mbinguni kati ya malaika Mikaeli na jeshi lake dhidi ya yule joka na jeshi lake ambaye ni joka wa zamani. Sasa zile vita vimetokea mbinguni. Sasa hiyo ni imani ya Kikristo. Unajua mpenzi mtangazaji, imani inaweza ikaokoa, lakini pia imani inaweza ikapoteza. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea ile sura ya 4 na fungu la 6 ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ndio yanayotuangamiza. Maarifa ndio yanayotufanya twende kinyume na mapenzi ya Mungu. Unaweza kuyapokea maarifa mema au mabaya. Sasa inategemeana ile maarifa yanakupeleka wapi. Kama yanakupeleka kwenye uzima wa milele umepona. Kama yanakupeleka jehanamu umepona. Lakini yote ni maarifa. Kwa hiyo kwa sababu ya maarifa ambayo tulikuwa tumeyapokea, kwanza baba ilikuwa sio rahisi kama mwanadamu kwamba kukubaliana na lile jini. Akasema hapana. Kama tutafunga ndoa mimi na wewe, kwanza tutazaa watoto wa namna gani?
hao watoto tutakaowazaa tu hao watakuwa watoto wa namna gani? Unanielewa? Ile jini likamjibu, likamwambia utazaa watoto na watakuwa watoto wa kibinadamu kabisa, na mimi nitachukua umbile, mimi naweza nikawa mwanadamu na tukaishi na watu wakajua kabisa kwamba wewe mimi ni mwanadamu, na tukaishi pamoja, tukazaa watoto na wale watoto watakuwa wa kwako. Si unanielewa? Kwa hiyo baba haikuwa rahisi sana. Akasema basi naomba unipe muda wa kufikiria. Basi ikawa imepita siku kadhaa hapo, lakini kuna matukio mengine yakaanza kuwa yanaenda yanatokea. Kuna wakati baba yeye mwenyewe alikuwa anatuhadisia, anasema alikuwa akisafiri, yani akiwa anatembea, mfano anataka kwenda sokoni au anataka kwenda sehemu fulani. Wakati anaondoka anatembea, anajikuta tu ghafla amefika lile eneo ambalo alikuwa anataka kwenda. Muda mfupi. Yani muda mfupi tu. Yani ni ile kufumba na kufumbua. Anajikuta amefika pale. Sasa anashangaa, anasema hivi nimefikaje hapa? Tena unakuta ni eneo la kitambo kabisa. Anasema nimefikaje hapa? Kitu ambacho kwa akili ya kibinadamu haiwezekani. Baadaye linakuja tena linamtokea, linamwambia nimekuambia ukikubali kuwa na mimi utafanya mambo makubwa zaidi. Yani mimi na uwezo wa kusafirisha sehemu yoyote na ukaenda bila shida yoyote. Akasema hapo sasa sijui imekuwa. Lakini katika imani ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni rahisi, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ni bahati kuwa na jini. Jini anaikufanikisha kwenye mambo fulani fulani, na ndio maana leo kuna watu wanatafuta kabisa majini kwa nguvu na kwa bidii. Anaenda kwa mtu hata anamvuvia jini hilo, anafukiziwa maudi na nini, anafanywa dua, anakuwa analiita jini. Lakini pia ukifukiza tu ubani, hata kama ulikuwa ulihitaji jini, haya maudi tu haya maudi. Nimekuwa nikiongea na watu wengi sana, wamekuwa hata Wakristo hawaelewi kwamba udi una uwezo ukasababisha kumkaribishia jini. Na niliwahi kutokea tukio moja nikiwa sasa nimeshaokoka, niko natumika. Siku moja nimepigiwa simu na mtumishi mmoja, akaniambia mtumishi wa Mungu, kuna kijana mmoja amevamiwa na mapepo. Yuko shuleni. Nikawa nimeenda nikakuta wamemfunga kamba. Nilipomwendea yule kijana, nilipofika pale nikamwambia mwachieni, wakasema huyu atakimbia, mwachieni. Nikamwambia muingizeni ndani. Wakamuingiza ndani. Kumuingiza mle kwenye chumba chake. Wakati tunaomba nikafunuliwa, jini limegoma kutoka. Nikafunuliwa kwamba huyu mtu kuna vitu alikuwa anavitumia ambavyo ni vya kwao. Unajua watu wengi wamekuwa wakifungwa na majini na wako kanisani. Na wamekuwa kiombewa, mtu anaenda anaombewa na watumishi mbalimbali, utamaliza makanisa yote. Utaenda kwa manabii wote, lakini tatizo aliondoke kwa sababu shetani huwa anapata kibali kwa vile vitu ambavyo unavitumia. Haijalishi umeokoka. Sasa yule kijana alipofunuliwa vile kwamba kuna vitu anavitumia, nikawa nimewaambia pale, hivi huyu kijana kuna nini anatumia? Kumbe bahati nzuri alikuwepo dada yake pale. Ndio akasema huyu kuna vitu anafukizaga. Vile vitu woga tunamuona anafukiza na wakati mwingine hadi ndani. Kwa hiyo ikabidi niwaambie tafuteni. Wakatafuta ndo wakakuta juu ya net kuna zile box za udi, kuna udi manukato, udi marashi, kuna udi maka, kuna udi zipo za aina mbalimbali. Kwa hiyo nikamwambia toeni, hivi ndio vimemfunga. Kuvitoa akaenda kuvitupa chooni. Yule kijana akawa amefunguka. Baadaye nakaa naye ndo anasema nilienda dukani nikasikia harufu, mtu mmoja anafukiza udi nani harufu mle, kumuuliza ndo akasema huu ni udi. Kwa hiyo na mimi nikachukua, nikajua tu ni marashi tu ya kawaida. Hizo kesi nimekutana nazo sana. Dada mmoja tena yuko Ujerumani. Nimekutana naye na kesi namna hiyo, anahangaika na nini. Nikao nimemwombea, Roho Mtakatifu akafunua kwamba kuna vitu anafukiza. Na kweli akasema kuna udi waga tunafukiza kwa ajili ya kunakshi nini? Nyumba. Alafu pia kutafuta joto kwa sababu kule kuna baridi sana. Nikamwambia hivyo vitu ndio vimekufunga. Utafunga na kuomba hautamuona Roho Mtakatifu. Kuna vitu ambavyo vinatutenga na Mungu bila kujua. Kwa hiyo kijana akawa amefunguliwa na yule mama alifunguliwa kule. Mpaka leo. Sasa vitu vingi watu wamekuwa wakitumia, mfano kuna haya marashi. Marashi kama perfume, watu wengi imekuwa ni viambata ambavyo ni vya shetani kabisa. Na vinavuviwa nguvu hiyo ya kipepo, lakini vinatumika na vina viwanda vingi ambavyo vinatengeneza vitu hivi. Watu wengi wamekuwa wakitumia hata ameokoka lakini hajui kwamba vinamuungamanisha na madhabahu ya kuzimu. Sasa baba akawa limekuja ile jini likamwambia mimi ndio ninayekufanikisha hata kukupeleka maeneo ya mbali. Okay. Basi baba akasema lakini ngoja kwanza nifikiri. Ile ufunga agano na wewe sio rahisi. Naomba tu nipe tu muda. Kwa hiyo ikapita muda fulani, unajua kwa hali ya kibinadamu hata kama ni wewe kama kijana kuna umri ambao unasema kwamba huu umri unatakiwa nioe. Kwa hiyo ukafika umri ambao baba anatamani afanyeje? Aoe. Akawa ameleta mwanamke, lakini huku nyuma lile jini lilikuwa limeshamwambia kwamba ukioa mwanamke yoyote hautaishi naye.
kwa sababu mimi nimekwambia tufunge ndoa na wewe. Sasa yeye akachukulia kama masiara, na kweli ilipopita umri fulani akapata mwanamke, akawa ameoa. Alikuwa anafanya shughuli za uvuvi mwambao wa Ziwa Tanganyika. Ukienda maeneo ya Konkwa, Mgambo, maeneo ya wanaishi sana au wanaishi Wafipa, maeneo ya Alias. Sasa akapata mwanamke wa Kifipa kule kule, akawa ameoa. Ameoa yule mwanamke, wamekaa naye kama miezi 2 mitatu, ghafla zikaanza vurugu ndani, kutokuelewana, mara hivi mara hivi. Mwisho wake wakagombana, wakawa wameachana. Walipoachana, lile jini likamtokea tena. Kuna wakati ilikuwa inakuja live, kwa sababu ilikuwa inakuja kwenye ndoto. Likaanza kuwa linatokea kabisa live. Mara kwanza ilitokea live alipoota ile ndoto kwamba linamwambia hizi fedha nimekupa za ile 100,000 na sehemu, kwamba nataka tufunge agano na wewe, alafu likamwambia na agano la ndoa. Ilikuja likatokea live kabisa. Kwa hiyo akawa tena sio kwenye ndoto, kwa sababu alishtuka akakaa. Umeona? Aliposhtuka akakaa likatokea. Nikamwambia usiogope, mimi na uwezo kuwa na kutokea. Unajua mpenzi mtangazaji, hata leo kuna mashehe wananisikiliza hapa, wanaelewa kitu kama hichi. Kuna mashehe leo wanasoma dua, wanaita jini linashuka. Inakuja, nasema na wewe unahitaji hiki, unahitaji hiki, baadaye linaondoka. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho ni uhalisia kabisa. Na leo tuna majini mengi tunakutana nao barabarani, maeneo mbalimbali. Na watu wanaoa majini, wanafunga ndoa kabisa, na wengine wanauza maduka. Wengine ndio makahaba ambao unaona mitaani. Wengine ni majini lakini amechukua tu umbile. Kwa hiyo baba baada ya ile tukio, baba akaoa yule mwanamke, wakaachana. Lile jini likamwambia, mimi ndio nimekutenganisha naye. Kuna ndoa nyingi ambazo leo tunaziona. Watu ndoa zimetengana. Watu hawajui kama ni majini mahaba ambayo yanatenganisha ndoa. Ndoa nyingi sana. Nyingi sana. Tena hata za Kikristo zimetenganishwa. Lakini ni roho ambayo iko ndani yake inaingilia kati. Majini mahaba haya huwa ni hatari sana. Hasa majini mahaba yamegawanyika kwenye maeneo mawili. Kuna jini Maimuna na jini Sharifu. Haya majini, moja linachukua umbile la kiume, lingine la kike. Kwa hiyo likasema nimewatenganisha kwa makusudi, kwa sababu umekataa kufunga agano na mimi. Kwa hiyo baadaye alikaa tena muda kidogo. Wakati huo anaendelea na shughuli za uvuvi. Akaendelea muda kidogo, baadaye akaoa mwanamke mwingine, likamtenganisha naye tena. Ilikuwa vurugu kabisa. Na yule mwanamke alikuja na spirit kama ya kichawi. Yaani alikuja kama mchawi, anataka kumuua baba. Anatafuta kumuua. Ndio baba akasema akawa amemkamata na madawa na nini, akawa amemtimua. Bado ile jini likasema mimi ndio nimekutenganisha naye. Hilo jini baadaye likamwambia, sasa nataka nianze kuwa na kufundisha. Hili jini ndio lilimfundisha baba yetu Kiarabu. Okay. Ndio likaanza kumfundisha, likasema sasa nitakufundisha lugha ya Kiarabu na baadaye nitakufundisha uganga, utajua utakuwa mganga mkubwa. Hili jini ndio lilianza kumfundisha baba Kiarabu. Likaanza kumfundisha elimu ya Kiarabu, likaanza kumfundisha elimu faraki ambao ni abjadi, tunasema ni uchawi wa Qur'ani ambao unatumika kabisa kama uchawi wa kuroga, kufunga watu, kutuma majini na kadhalika. Kwa hiyo alikafundishwa na nini? Na jini. Alikuwa anafundishwa, yani akilala usiku linamletea kama wahi, kama vile Muhammad alivyoshushiwa nini? Wahi. Kwamba anasikia, anapokea zile aya. Akiamka asubuhi, yani unajua mpenzi mtangazaji, labda watu hawawezi kuelewa. Hivi unajua hata kama wewe ni Mkristo, ukijichanganya ukaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ukivamiwa na jini, jini linaweza likasoma Qur'ani mpaka likaimaliza. Yaani una uwezo ukaisoma Qur'ani ukiwa wewe sasa sio wewe, maana yake ni roho iko ndani yako. Ukaisoma Qur'ani mpaka ukaimaliza, lakini likiondoka lile jini, mtu akikwambia usome hata alifu uwezi. Mtu akikwambia soma au na uwezi. Soma hata juzuu fulani uwezi. Yaani uwezi chochote kwa sababu sio wewe unayesoma. Ni roho fulani ambayo iko ndani yako. Sasa hivi vitu wengi hawaelewi kwamba kwa nini dini hii imehusishwa sana na vitu hivi. Lakini hatupo kwa ajili ya kuponda dini ya mtu, lakini tupo kwa ajili ya kusema ule uhalisia. Ndio maana ya ushuhuda kwamba unazungumzia uhalisia wa maisha ulioishi, mapito mliyopita. Sasa kwa nini tutakuja kuona huko mbele? Kwa nini imani hii imehusishwa na vitu hivi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya kuwa amefundishwa Qur'ani, amefundishwa hiyo elimu, akatakiwa sasa akajifunze, kwa sababu kuna uganga wa aina mbili mkuu. Kuna uganga wa kienyeji, lakini pia kuna uganga wa kitabu. Uganga wa kitabu ndio huwa elimu ya Qur'ani, lakini kuna uganga wa kienyeji ambao ni wa asili. Huu uganga wa kienyeji huwa unahusishwa na mizimu. Yaani uganga wa kienyeji huwa unahusishwa na nini? Na mizimu. Lakini uganga wa kitabu 90% unahusishwa na majini. Lakini hivi vitu vyote vinafanya kazi kwa wakati mmoja.
majini, mizimu huwa inakaribisha majini ndani ya mtu. Yaani mizimu popote pale ilipo, huwa kama kuna spirit hiyo ya mizimu kwenye ukoo wenu ambao ni spirit ya uganga, huwa inakaribisha majini ili kuendelea kutekeleza ile agano. Kwa hiyo utajikuta mizimu inakaribisha majini, alafu majini yanataka ufanye kazi, lakini kwa ruhusa kutoka kwenye nini? Kwenye roho za mizimu. Japokuwa mizimu na majini hakuna utofauti. Sasa mizimu, unajua majini watu wengi hawaelewi. Mizimu na majini ni kitu hiki kimoja. Ila mizimu tunasema ni roho wenyeji. Roho za watu waliokufa ambao hawakuishi maisha yanayompendeza nani? Mungu. Watu waliokufa wakiishi maisha yasiyompendeza Mungu, walikuwa washirikina, walikuwa wachawi, walikuwa waganga, walikuwa walevi, yani uovu wa kila aina. Sasa mtu kama alikufa, maana yake huyu mtu ni agenti wa nani? Wa shetani. Kwa sababu ni agenti wa shetani, anachofanyika akifa, majini yanakuja yanachukua sura kwamba sisi ni babu yake au ni bibi yake au ni shangazi yake au ni mtu fulani. Tunataka atekeleze kile kilichokuwa kinafanyika. Lakini sio babu aliyekuja, wala sio bibi, wala sio shangazi, wala sio nani. Ila ni majini ambayo yanakuja yanavaa sura ili kutekeleza yale ambayo maana yake kuendeleza uovu kizazi hadi kizazi. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi wamekuwa waelewe. Sisi tumeteseka, ndio vifungo ambavyo tumeishi kwenye maisha yetu yote. Tutakuja kuzungumza baadaye. Sasa baba ikafika wakati akatakiwa sasa aende kwa mganga wa kienyeji. Jini lilimfundisha elimu faraki. Sasa mganga wa kienyeji atakiwa amfundishe elimu ya mitishamba. Japokuwa jini pia linaweza likaingia ndani yako. Likakuelekeza aina ya miti. Likakwambia huu mti unatibu hiki, ukienda kuchimba mti huu unatibu hiki. Jini laweza. Kwa hiyo likasema lile jini kwamba unatakiwa upate mtu kwa ajili ya kukufundisha uganga wa kienyeji, ili akufundishe mitishamba na vitu vingine. Kwa hiyo akamtafuta mganga mmoja alikuwa mwambao wa Ziwa Tanganyika, huko maeneo ya Konkwa, Mgambo. Akawa amempata, akawa amemfundisha. Alikaa takriban miaka 3 akifundisha uganga wa kienyeji. Kwa hiyo akakaa kule akafundishwa. Kipindi hicho bado ni kijana. Lakini wakati huo alikuwa anaendelea na shughuli za uvuvi. Lakini huko nyuma ana historia pia ambayo ilipita kidogo, kwa sababu alikuwa mlevi. Baba yetu alikuwa mlevi mkubwa sana. Yaani alikuwa akitoka kuvua samaki, akirudi anakunywa pombe. Yaani anaalika watu kwenye baa zile za zamani zile, kama unajua vijio vile. Anaalika watu, wanakuja, wanakula pale, kama ni kondoo, kama ni mbuzi, watakula nyama pale mpaka hakikisha zile fedha zimeisha. Zikishaisha ndo anarudi wapi? Anarudi tena ziwani kwa ajili ya kwenda kuvua. Sasa hiyo hali ikawa imemtesa kwa muda mrefu, na ikafikia wakati akaingia kabisa hadi kwenye kuvuta sigara, baadaye akaanza kuvuta bangi. Amefanya vitu hivyo kwa muda mrefu sana. Baadaye ndio hiyo matukio. Wakati huo sasa anafanya hivyo akiwa anaendelea, anatokewa na hilo jini na anapewa maelekezo ya uganga nani. Kwa hiyo akafundisha uganga kwa muda wa miaka 3. Baada ya kumaliza ule uganga wa kienyeji, akatakiwa sasa kukabidhiwa uganga rasmi. Wakati huo sasa uganga huo unaambatana na mizimu. Unaambatana na mizimu. Kwa hiyo lazima ufanyiwe tambiko, akamfanywa hapo matambiko na akakabidhiwa ule uganga. Baada ya kukabidhiwa ule uganga, ndo akaja huku nyumbani kwao ambapo ni Kalinzi, kama nilivyosema ni mzaliwa wa Kalinzi. Alipofika pale ikabidi sasa akaona atafute mwanamke wa kuoa, kwa sababu lile jini baada ya kuwa tayari ilifika wakati akakataa kufunga ndoa na lenyewe. Lile jini liliwahi kumtamkia likamwambia kwa sababu umekataa kufunga ndoa na mimi, kuna siku nitakuaga. Na nikikuaga kuna ishara nitaitoa. Ile ishara nikiitoa itakuwa ni saa 8 mchana. Lile jini ndo linamwambia kwa sababu umekataa kufunga ndoa na mimi, nimekwambia utakuwa mganga mkubwa na utafanya mambo makubwa na utakuwa tajiri mkubwa. Sasa kuna siku nitakuaga. Wakati nitakuaga itakuwa ni mida ya saa 8 mchana. Utaona ishara, utaona kivuli kinapita juu yako. Kile kivuli kikipita, ndipo nitakapokuaga. Ni kweli siku moja akashangaa, ilikuwa saa 8 mchana, muda ule aliyosema. Akaona kama kivuli kinapita. Unajua kivuli kikipita juu, yani unaweza kaona wakati mwingine aina ya umbile la kitu. Kwa hiyo akaona umbile kama la mwanamke
kama la mtu amepita. Alipoona lile umbile la mtu akashtuka, akasikia kwa nyuma yake mtu anacheka sana, kama mwanamke anacheka. Baada ya kusikia mwanamke anacheka, akasikia sauti inamuita, akamwambia mzee Maulidi Majaliwa, Maulidi Majaliwa. Wakati huo sasa ana muda mrefu tangu wale wanawake wawili aliwachana nao, hajawahi kuoa tena. Hakuwahi kuoa tena. Kwa hiyo alikamwambia ile jini, na huko nyuma lilimwambia kwamba ili uoe mwanamke itabidi mimi ndio nitakutafutia aina ya mwanamke wa kuoa. Nitakutafutia aina ya mwanamke wa kuoa, sio yule unayemtaka wewe. Lakini ipo siku nitakuaga. Ndio siku hiyo sasa linamwambia, wakati liko linacheka huko nyuma lile jini likamwambia mzee Maulidi Majaliwa, umekataa kufunga gao na mimi. Na kwa sababu umekataa kufunga gao na mimi, leo ninakuaga kama nilivyokuahidi. Lakini nakutamkia maneno yafuatayo. Likamtamkia maneno likamwambia, utapata mwanamke, utaoa. Lakini yule mwanamke utakayemuoa ni mwanamke ambaye mimi ndio nimemkusudia, nimempenda mimi. Nimemchagua mimi. Sasa utazaa watoto. Lakini katika wale watoto utakawazaa hawatakusaidia chochote. Yaani maisha yao kwanza yatakuwa magumu sana, na maisha yako wewe yatakuwa magumu sana. Utakufa unajipaka majivu. Nikatamka kabisa hivyo, kwamba utakufa unajipaka majivu. Tunaposema kujipaka majivu, mpenzi msikilizaji nafikiri anaelewa. Yaani ni kufa katika maisha magumu ambayo hayana mfano. Akasema kile utakachokifanya hakitafanikiwa. Na kweli, takuja nielezea huko mbele kilichotokea. Yaani yale maneno yalikuja yakatimizwa kama yalivyo. Baba basi baada ya pale ile jini likasema sasa nakuaga, naondoka. Lakini yeye sasa kwa akili ya kibinadamu alidhani kwamba kweli ndio jini linaondoka, halitamfuatilia tena. Kumbe jini ni roho. Tujue kabisa kama jini ni roho. Sasa kwa sababu ni roho, sio kwamba roho inaondoka. Maana yake ipo katika ulimwengu wa roho. Maana yake aliondoka tu kwa namna ya kumtokea katika mwili. Kwa akawa ameacha kumtokea katika mwili, yani ile kumtokea live. Akaendelea baba na maisha yake, ikafika kipindi ndo akaja Kigoma Ujiji. Amefika pale Kigoma Ujiji, akaanza maisha yake. Wakati ameanza maisha, basi akasema ngoja nioe, ndo akawa amepata mchumba pale Kiganza. Akawa amepata mchumba pale Kiganza ambaye ndio mama yetu. Akawa amefanya processes za ndoa, ambaye na yeye ni Muislamu, familia ya Kiislamu kabisa yote mpaka leo. Familia yao yote upande wa mama yetu wote ni Waislamu. Na ni mashehe wakubwa tu, kina Sheikh Abasi na wengine wengi wapo pale, wengine wapo Kigoma mjini, Kibirizi wanawafahamu. Akawa na mjomba wetu mwingine mzee Juma Mbilizi na wengine wengi tu. Akawa amepata huyo mwanamke, akawa ameoa, sherehe kubwa tu. Baada ya kufanya kuoa yule mwanamke, ndo akawa wamejenga pale Kigoma Ujiji. Walipojenga pale Kigoma Ujiji ilikuwa kama miaka ya 70 kama na 72. Basi baada ya pale mama akawa amepata mimba. Baada ya kuwa mama amepata mimba ya kwanza, yule mtoto akawa amefariki. Yule mtoto baada ya kufariki, basi wakaona tu ni mapenzi ya Mungu. Wakajua tu ni hali ya kawaida kama wanadamu wengine. Wameenda akapata mimba mtoto wa pili, ambaye mpaka leo yupo dada yetu mkubwa. Yupo Mwanza CCM Kirumba. Dada yetu mkubwa. Japo sitamtaja jina, yupo pale CCM Kirumba Mwanza. Yule dada akawa amezaliwa, baadaye akapatikana dada yetu tena watatu ambaye ni mwanamke. Na yeye ni marehemu mpaka sasa hivi. Na yeye ameuawa na maagano yale. Takuja nizungumze. Kwa sababu familia yetu tungetakiwa mpaka leo kuwa watoto 13. Lakini bahati mbaya kwa sababu ya haya ambayo naenda kuyazungumza, walikufa watoto mfululizo. Mpaka leo tumebaki watoto 5. Na huyu kaka yetu ambaye tutaenda kumzungumza, ambaye alikuwa amepotea, ndo angekuwa wangapi? Alikuwa amepotea, maana yake tungebaki 4. Nafikiri kuna tukio lililotokea hapo awali nilizungumza mpaka kwenye madhabahu ile ya uganga na nini, ambayo ndio ilikuwa madhabahu ya ukoo wetu, ambayo kaka yetu Silaji ambaye alipotea pale Mwanza Igoma. Nafikiri wapenzi watazamaji wameona. Yule ndo alikuwa amebaki amebebelea ile madhabahu. Sasa alikuwa amepotea na yeye. Na hilo tukio mpaka leo ameokoka. Tunamshukuru Mungu. Kwenye familia yetu tuko 4 sasa hivi tumeokoka. Amebaki mmoja ambaye hajampokea Yesu. Ndio huyo dada yetu wa kwanza. Mpaka leo ni mganga wa kienyeji, kwa sababu familia yote tulikuwa tunatakiwa kuwa waganga wa kienyeji. Wote. Sasa huyu mama alipozaa mtoto wa 3 akamzaa na kaka yetu wa 4.
ikatokea tukio moja. Wakati huo baba sasa anaendelea na shughuli za uganga pale Kigoma Ujiji. Ukifika mtaa wa Busebazeba, ukiulizia tu sehemu, sasa hivi wamejenga minara pale kwa sababu tulihama katika maeneo mbalimbali. Tumehama vijijini, tumeenda wapi na wapi kwa sababu sisi familia yetu yote tulikuwa tunaitwa wachawi. Kwa hiyo tulikuwa yaani tumeishi maisha ya ajabu sana. Kila kona tunapokanyaga wachawi. Na kweli kulikuwa na roho ya aina mbili kwenye familia yetu. Upande wa mama yetu kulikuwa kuna agano la uchawi kabisa. Na upande wa baba yetu kuna agano la uganga. Sasa hivi vitu wengi hawavielewi. Ukisoma Qur'ani sura al-Baqara ile sura ya 2 mstari wa 102. Qur'ani inasema wazi, hawakumfundisha Suleiman uchawi wala uganga, bali ni majini walikuwa wanaitwa Haruta na Maruta ambao walikuja kuwafundisha watu uchawi. Hawa majini watu wengi waelewa, wanaamini kwamba uganga ni kazi nzuri ya kuwasaidia watu. Hawaelewi kwamba uganga umetoka kwenye madhabahu ya shetani. Na uganga ndani yake kuna uchawi. Sio rahisi shetani kuja kukuambia kwamba tunataka uwe mchawi, kwa sababu uchawi hakuna mwanadamu anayependa uchawi. Hayupo. Sasa shetani kwa sababu ana akili na anaelewa kwamba wanadamu hawapendi uchawi, atakuja atakwambia tunataka uwe mganga wa kienyeji. Lakini ndani yake hiyo ni kanuni. Huwezi ukajua kuroga bila kujua kufanya. Huwezi kujua kutibu bila kujua kuroga. Hiyo ni kanuni ya uganga. Lazima utafundishwa kwanza aina ya kutega, namna mitego inavyotegwa, namna ya kushona hilizi, namna ya kutengeneza vipande, namna ya kutuma mapepo, yaani utafundishwa kila aina. Alafu baadaye ndio utafundishwa namna ya kutegua ile mitego. Maana yake ndio tunaita uganga. Lakini uchawi ni namna ya kutega, ndio tunasema uchawi. Kwa unaposema uchawi na uganga ni madhabahu moja, ndio haya mapepo ambayo alikuja kuwafundisha. Yaani roho hiyo inaweza ikamkamata mtu akawa mganga, ikamwambia awe mganga, lakini ndani yake kuna uchawi. Na maana hata mpenzi mtazamaji na mtangazaji, mtu yoyote anayenisikiliza hapa anaweza akakubaliana na mimi. Mtu anaweza akaenda kwa mganga, huyo anayejiita mganga, lakini akamfunga mtu. Maana yake tunasema huo ni uchawi. Mtu anaweza akaenda kwa mganga, alafu akamwambia amtupie nuksi mtu. Maana yake tayari huo ni uchawi, lakini huyo anajiita ni mganga. Yaani hapo anajiita mganga, lakini unaweza ukaenda ukamwambia akufungie mtu, afunge hata uzazi wa mtu akafunga. Na hizo kazi tumezifanya. Bwana Yesu asifiwe. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.